Niache kukwambia ya kwamba Yesu anapita kwenye njia ambayo umekaa leo. Uko kwenye njia ya duka lako, Yesu anapita. Mama yangu, uko kwenye njia ya duka lako, uko kwenye njia ya biashara yako, Yesu anapita leo. Yeye anakuambia ya kwamba ukija kwake, ile shauku ambayo Zakayo alikuwa nayo, ukijenga hata wewe, Yesu ataingia ndani yako. Ile kiu ambayo Zakayo alikuwa nayo, ukijenga hata wewe, Yesu ataingia ndani yako. Yesu ataingia ndani. Ndugu yangu sikiliza, Biblia inazungumza, nasema ya kwamba wakati Yesu anapita, Zakayo akiwa amepanda kwenye mkuyu, akapanda juu ya mkuyu, alafu Zakayo akatulia kwenye tawi, anamsikilizia Yesu apite, anamsikilizia Yesu apite. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akaanza kupita kwenye ile njia. Yesu anapita leo kwenye hiyo njia. Yesu anapita. Mama, ngoja nikuambie, huo ugonjwa unaokutesa, Yesu anaweza kauondoa. Hayo mateka ambayo yamekuteka, Yesu anayaondoa. Huo uvimbe uliokutesa, Yesu anaweza kuondoa. Hicho kisukari kilichokutesa, Yesu anaweza kuondoa. Wachawi waliokuloga wameenda wakaloga, wakatamka majina kwenye ubuyu ya kwamba huyu fulani asifanikiwe, halafu wakazika na kazika. Nimekuja kukuambia ya kwamba yuko mwanaume pekee anaweza kukuondoa kwenye huo uchawi, anaitwa Yesu Kristo mtenda miujiza. Yatakutendea baba, yatakutendea mama, yatakutendea kijana. Hebu toka kwenye hicho ambacho kimekufunga. Njoo kwa Yesu jioni ya leo, njoo kwa Yesu jioni ya leo. Yatakusaidia, yatakuwezesha, yatakupa hatua. Mwenye nikwambie, nini kimekukwamisha? Kwa nini usitoke hapo? Nimekuja kukwambia ya kwamba yuko Yesu Kristo anayewatoa watu kwenye vifungo. Yuko Yesu Kristo anayewatoa watu kwenye dhambi. Yuko Yesu Kristo anayewatoa watu kwenye magonjwa, yale magonjwa ambayo yamekutesa. Kila wakati unaenda kwa waganga, kila wakati unaenda hospitali, Yesu atakufungua mama. Amen. Yesu atakufungua baba, Yesu atakufungua kijana. Hebu kimbia kwa Yesu leo. Yeye anakuita, atakusaidia. Anasema njoni kwangu. Hajataja watu wenye cheo, yeye amesema njoni kwangu. Hajataja maskini, hajataja tajiri, hajataja mwenye elimu, hajataja sina elimu. Ametaja akasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Uko mzigo umekulemea, dhambi ni mzigo unaokulemea. Yesu anasema njoni kwangu. Wewe unateswa na mzigo, wewe unateswa na magonjwa, wewe unateswa na kifua, wewe unateswa na mambo mabaya, Yesu anasema njoni kwangu. Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Leo nimekuja kukuambia ile mizigo inayokutesa, yuko mwanaume Yesu Kristo, yeye ataiondoa. Hayo magonjwa yanayokutesa, yuko mwanaume Yesu Kristo, yeye ataiondoa. Ile kansa ambayo umeambiwa ni kansa, yuko Yesu Kristo, yeye atakusaidia. Baba Yesu anakuita akusaidie. Amen. Anakuita akusaidie. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, wakati ambao unaenda kumaliza, hii nasema Zakayo akapanda juu ya mkuyu, na alipopanda juu ya mkuyu, maneno anasema kakapa. Yesu alipopita, amefika mazingira yale, akamtazama Zakayo, akainua macho yake, akamwona Zakayo amekaa kwenye tawi, anamwangalia Yesu. Anasema jamani, kumbe Yesu ndio yuko hivi. Yesu kumbe ni mzuri hivi. Yesu anavyoangalia ni vizuri. Kumbe Yesu ana sura ya upendo. Kumbe Yesu ana sura ya huruma. Yesu ana sura ya huruma. Ngoja nikwambie, Yesu akiingia ndani yako, yeye ana sura ya huruma. Yesu akiingia ndani yako, yeye ana sura ya upendo. Yesu akiingia ndani yako, yeye ana sura ya uponyaji mama. Yesu akiingia ndani yako, wakati Zakayo anashangaa, anamwona Yesu sura yake ni sura ya upendo. Anamwona Yesu sura yake ni sura ya huruma, ni sura ya uvumilivu, ni sura yenye utimilifu, ni sura yenye utukufu. Zakayo akasema, hii ndio nilikuwa natafuta, hii ndio nilikuwa natafuta. Akiingia ndani yako, yanakutengenezea salama, yanakutengenezea usalama, usalama juu ya maisha yako.
Yesu Kristo aliye hai. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakati ambao ninamalizia, maandiko yanasema Yesu alipomtazama Zakayo akamwambia, Zakayo, hebu shuka leo, maana nataka nishinde nyumbani mwako. Yesu anatamani aingie nyumbani mwako ili apate kukusaidia. Yesu anatamani aingie nyumbani mwako ili apate kukuwezesha. Nyumbani mwako ni moyoni mwako. Yesu anatamani aingie moyoni mwako baba. Yesu anatamani aingie moyoni mwako mama, ili apate kukusaidia. Halo, Yesu anatamani aingie. Yesu akamwambia Zakayo ya kwamba Zakayo, hebu shuka leo, nitashinda nyumbani mwako. Nami nimekuja kukwambia yuko Yesu anakuita leo. Anakuita Furaha, uko wapi? Anakuita Mama Amina, uko wapi? Anakuita Pendo, uko wapi? Anakuita Jose, uko wapi? Anakuita Petro, uko wapi? Unaitwa na Bwana Yesu. Dada yangu unaitwa ndugu yangu. Hayo maisha ni mabaya. Zakayo alipokubali akashuka, akasema Yesu nakuhitaji, na mimi nimekuletea Yesu. Kama Zakayo alivyokubali ya kwamba Yesu aingie ndani yake. Yesu akiingia ndani yako hawazi tena kunyang'anya watu. Nani wanasema Zakayo akasema ya kwamba hata mali zangu kama kuna mtu nilimnyang'anya mara 4, nilimnyang'anya nitamrudishia mara 4. Yesu akiingia ndani yako uongo unaondoka. Yesu akiingia ndani yako utapeli unaondoka. Yesu akiingia ndani yako wizi unaondoka. Yesu akiingia ndani yako wasela tunaondoka. Hautatoa mimba tena dada yangu. Kuna watu ni wataalamu wa kutoa mimba. Hiyo mimba uliyotoa ni ya 3, lakini Yesu anakuambia ya kwamba njoo kwa upendo, yatakusamehe. Ukikataa adhabu iko mbele yako, lakini Yesu anakupenda. Ndio maana ametutuma tukwambie ya kwamba dhambi na uwa ni mbaya. Ndio maana ametutuma tukwambie ya kwamba dhambi na uwa ni mbaya. Dhambi ni mbaya dada yangu. Dhambi ni mbaya mama. Watu wengi leo wanateseka kwa sababu ya maisha ya dhambi. Watu wengi leo wanalia kwa sababu ya maisha ya dhambi. Watu wengi leo wameteseka. Leo wengine wamekataliwa kwa sababu ya maisha ya dhambi. Nimemleta kwako Yesu wa Nazareti aliye hai. Yatakusamehe dhambi zako, yatakuondolea magonjwa yako, yatakuponya, yatakugusa na utakuwa huru salama. Nimekuletea huru Bwana Yesu aliye hai. Amen. Ndugu yangu nisikilize ninapomaliza. Nashume asikia maana. Na wakati mwingine kwako inaweza kuwa mageni au kwako yasiwe mageni. Wakati mwingine hata kanisani umehubiriwa habari za Zakayo. Kwa hiyo namjua Zakayo vizuri. Na sio tu wakati mwingine kuhubiriwa, hata wewe mwenyewe kwenye jumuiya umehubiri habari za Zakayo. Lakini ngoja nikwambie, kama umehubiri habari za Zakayo na maisha yako hayajabadilika, maana yake unamhitaji Yesu apate kukusaidia. Na mhitaji Yesu akuwezeshe. Ikiwa umehubiri habari za Zakayo kwenye jumuiya, kwenye nyumba 10 na bado maisha yako hayajabadilika, hebu mruhusu leo Yesu aingie. Yatakufanyia uhalisi juu ya maisha yako. Yatakuondolea kila aina ya mateso na mateka yanayotesa maisha yako. Mama yangu nisikilize. Yesu akiingia ndani yako atatengeneza maisha yako kuwa salama. Ikiwa alimsamehe Zakayo, akamponya Zakayo, Mungu atakuponya na wewe atakuponya leo. Atakuponya na dhambi inayokutesa, atakuponya na magonjwa yanayokutesa, atakuponya na chochote ambacho kimekuwa kikwazo kwenye maisha yako. Hebu leo chagua kuwa na Bwana. Ukichagua kuwa na Yesu, ukichagua kuwa na Bwana Yesu, ndio mwisho wa mateso. Nimemleta komesho wa mateso, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ataingia kwako, atayakomesha mateso, atayakomesha mateka. Mama uko wapi? Baba uko wapi? Najua umefungwa na nguvu za giza. Wakati mwingine unatamani kutoka, lakini bado kwa sababu umeshikiliwa, ndio maana umeshindwa kutoka. Leo nimekuletea nguvu ya kutoka. Leo nimekuletea nguvu ya kutoka. Inaitwa Yesu Kristo. Nimekuletea nguvu ya kutoka. Inaitwa Yesu Kristo. Yesu akiingia ndani yako, umetoka kwenye magonjwa. Yesu akiingia ndani yako, umetoka kwenye dhambi. Yesu akiingia ndani yako, umetoka kwenye laana. Yesu akiingia ndani yako, umetoka kwenye vifungo. Yesu akiingia ndani yako, umetoka kwenye jambo lolote ambalo limefunga maisha
maisha yako, limefunga uchumi wako. Kuna watu mnafanya biashara ndio miaka yote, kila wakati, masaa yote, wakati mwingine mpaka unataka kukesha, lakini huoni faida. Nimekuja kukwambia kwamba ukiwa na Yesu utaiona faida. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha nimalize. Natamani niombe na wewe. Nataka niombe na wewe. Maana Yesu anakupenda. Unasema mhubiri, nimekusikia unahubiri habari njema za Yesu Kristo, na mimi naona kuna vitu vimenizuia ili kusudi nisimuone Yesu. Mhubiri, na muhitaji Yesu anisaidie, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, apate kunisamehe dhambi zangu, apate kunitoa kwenye magonjwa ambayo yamenifunga, apate kuponya ndoa yangu, apate kuponya biashara yangu. Mhubiri, na muhitaji Yesu ili apate kuingia ndani yangu, ili apate kunisamehe nami nipate kuwa huru. Kuna watu hawako huru, wamebeba watu ndani ya mioyo yao. Ndio maana kila wakati unajiona kama moyo ni mzito, kumbe kuna watu walikukwaza au kuwasamehe. Yesu akiingia ndani yako anaondoa huo uzito, yeye atakufanya kuwa salama, yeye atakufanya kuwa huru. Hebu ndugu yangu, njoo kwa Yesu. Nimekwambia kwamba ukija kwa Yesu utaiona hasara juu ya maisha yako, utaona faida kuwa na Yesu, utaona faida kuwa na Yesu. Yesu akiingia ndani yako utaona faida siku zote, wala hautajutia. Utaona Yesu anakusaidia. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, tuliochagua kuwa na Yesu tulichagua maisha salama. Tuliochagua kuwa na Yesu tumechagua uzima, tumeuona uzima wa Bwana, tumemwona Yesu akitusaidia. Amen. Nataka niombe na wewe. Nasema mhubiri kijana, nimekusikia ndugu yangu,